Mtazamaji wa Analo TV na kukaribisha tena kwenye The Golden Boot. Mimi ni Lusamo Hamisi Lusamo, Lusamo kwenye mtandao wa Instagram, X najulikana hivyo. Nikukaribishe kwa siku nyingine ambapo tunaenda kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba ambao hapo kesho wanashuka dimbani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuwakaribisha Petro Atletico de Luanda kutokea huko nchini Angola. Mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Studioni siko peke yangu, niko na mwanangu Leopard John. Huyu ni mtaalamu wa mpira wa miguu, anatupitisha kutuonesha ni namna gani ambavyo Simba wanaweza wakafanikiwa au wakafeli. Na kama ni kufanikiwa wanapaswa kufanya nini na nini, na kama ni kufeli watakuwa wamefeli wapi. Leopard, naam, mambo ni aje? Bwana shwari. Kesho wekundu wa Msimbazi Simba wanashuka dimbani kwa kabili Petro Atletico de Luanda kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wao wanasema kwa Benjamin Mkapa hatoki mtu. Lakini tumeshuhudia Nzingizini wametoka salama, tukaona Gaborone United nao wakatoka salama, wote wakapata sare kwenye uwanja huo. Ni kitu gani ambacho Simba wanapaswa kukifanya ili wapate alama tatu za ushindi ambazo zinaweza zikawafanya wakawa sehemu nzuri zaidi, kifupi wakawa kwenye comfortable zone ambayo itawafanya wakienda tena away kucheza dhidi ya Stade Malien wakipata alama moja wanakuwa wako sehemu salama zaidi. Ni nini wafanye? Kwanza ni kuchanga karata zao vizuri kama wako nyumbani. Ni wakumbushe kwa watazamaji wetu kwamba mechi ya mwisho ya Simba kufunga akiwa kwenye ardhi ya nyumbani kupata matokeo mazuri ilikuwa ni dhidi ya Stellenbosch kwenye mchezo wa nusu finali wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita, bao 1-0, bao ambao walifunga Joshua Mutale Budo. Kuanzia hapo wamestruggle kweli kweli, wamefungwa dhidi ya vijana wa RS Berkane, lakini pia wamepoteza mbele ya vijana wa wametoka sare dhidi ya Nsingizini, wametoka sare pia dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo wana muda mrefu kwenye uwanja wa nyumbani wameshindwa kuutumia vyema. Ni hatua nyingine tena, mechi ya kwanza kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mechi ngumu Simba ambao anakwenda kuicheza kutokana na timu ambayo anakwenda kukutana nayo. Unajua hawa Petro Atletico watu wamekuwa wanaichukulia mchekea kana kwamba ni timu ambayo hawaifahamu vyema. Tunafahamu kwamba soka la Angola, ligi kuu ya Angola ni ligi kwenye top 10, kwenye ile top 10 ya ligi bora barani Afrika, nao pia wamo. Hawa ni miongoni mwa zile ligi kadhaa barani Afrika ambazo kila msimu wanapeleka timu 4 kutokana na mafanikio ya klabu zao. Hii Petro Atletico kuwahi kufika hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba anakwenda kuanza nayo kwenye hatua ya makundi. Na huyu kwa Simba ndiye mpinzani mkubwa kwenye hili kundi namna ambavyo inaonekana. Unakuja kuangalia yupo dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, yupo yeye Simba Sport Club, yuko pia Petro pamoja na Stade Malien. Hii inakuwa mechi ya kwanza ambayo anakwenda kucompete na mpinzani wake wa kwanza kwenye kundi. Ukiliangalia kundi la Simba, unakuja kuangalia kwamba kwenye msimu uliopita Simba pekee ndiye ambaye hakuwa bingwa kwenye ligi yake. Esperance alikuwa ni bingwa wa ligi ya Tunisia. Unamzungumzia Petro Atletico alikuwa bingwa wa ligi ya Angola. Mshindi wa pili alikuwa ni Wiliete Benguela ambaye alicheza na Young Africans. Stade Malien the same, alikuwa bingwa wa ligi ya Mali. Simba msimu uliopita alimaliza nafasi ya pili, Young Africans akiwa bingwa kwenye ligi kuu Tanzania bara NBC. Inakwenda kuwa ni mechi ambayo ni ngumu. Tunafahamu falsafa ya mpira wa kusini mwa Afrika, wamekuwa mara kadhaa wakicheza mpira wa kumiliki muda wote. Wanaenjoy kukaa na mpira, pasi nyingi wakiwa wanatembea. Tunasema kama ni yoga bonito. Falsafa za mpira wa nchi ya Argentina ndio ambao wamekuwa wakitumia Petro Atletico mara kadhaa. Ukiangalia kwa Simba pia kiuchezaji bado sio ile Simba ambayo watu wengi wamekuwa wakifahamu kwa sehemu moja ama nyingine. Kumekuwa kunaingia toka nyingi kwenye kikosi. Mwalimu Dimitri Pantev bado hajapata ile regular starter yake moja kwa moja. Unaangalia bado kuna maingizo mapya kila siku kwenye kikosi. Leo namba 9 utamwona ameanza Steve Dese Mukwala, mechi inayofuatia utamwona ameanza Selemani Mwalimu, inayofuatia tena ameanza mtu kama vile Jonathan Soa. Lakini pia kwenye eneo la namba 10 leo ataanza Neo Maema, kesho Morris Abraham, kesho tena ataanza mtu kama vile Jean Charles Ahoua. Bado mwalimu ana struggle
kupata kile ambacho yeye mwenyewe anakitaka. Petro nao pia though hawajawa kwenye mwendelezo mzuri huko kwao nchini Angola, wametoka kupoteza mchezo wao 2-1 kwenye mchezo wao wa ligi kuu ya kule nchini Angola, lakini ile haiondoi kwamba wao kuwa bora. Ni mechi ngumu ambayo Simba inabidi waingie tactically. Unajua ukienda kukutana na timu ambazo zinamiliki sana mpira, ni lazima uwe bora kwenye eneo la kasi, yani uwe kasi zaidi yao. Simba anamuini mtu kama vile National Alali wakati ule alikuwa yuko bora kwenye maeneo yake mawili, maeneo yake ya kushambulia kushoto na kulia. Leo hii Simba wako vizuri, lakini bado hawana yale makaru yale makali yao ambayo tumeyazoea. Elia Mpanzu Kibisawala tunafahamu ubora wake, lakini kwa msimu huu ni kama vile ameanzia chini kweli kweli. Kibdens Prosper amekuwa anaingia toka nyingi kwenye kikosi, and then mtu kama vile Joshua Mutale Budo, Messi wa Afrika, naye pia bado amekuwa anasipaka kwenye kikosi. Kwa hiyo inakwenda kuwa ni mechi ngumu ambayo ni muhimu kwa Simba. Inahitajika sasa ile tunasema individual brilliance ya mchezaji mwenyewe aweze kuonesha kwenye timu, ili timu iweze kupata alama 3 muhimu katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi. Hapo kwenye individual brilliance tunaenda kumwangalia Yakub Suleiman. Kwenye siku za hivi karibuni amekuwa ni mchezaji ambaye ameibua gumzo, amekuwa akizungumzwa sana, amekuwa kwenye vinywa vya Watanzania, si kwa ubora, ni kwa sababu alionyesha kiwango kibovu kwenye mchezo wa kirafiki kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars dhidi ya Kuwait. Haya mashindano ni mashindano ambayo ukifanya kosa moja unaadhibiwa, ni kutokana na klasi ya wachezaji ambao unaenda kukutana nao. Hii haiwapi wakati mgumu Simba? Ni namna gani wanaweza kumfanya Yakub Suleiman akawa bora kwa kiwango cha kuwafanya mabeki wake wawe na ile comfortability kwa kuamini golini kuna mtu, au kitendo kile cha yeye kuwa gumzo kwa kutokufanya vizuri kinaweza ikamfanya akawa na muendelezo mbaya? Ni kitu gani wana Simba wakitarajia kutokana na performance yake ya sasa hivi? Kwanza tu niwaambie wana Simba kwamba Yakub Suleiman ni golikipa mzuri ambaye bado anaendelea kukua kwenye tasnia ya soka, kwamba ni mchezaji ama ni golikipa ambaye bado hajafikia kwenye kile kilele cha kuwa golikipa bora barani Afrika kama tunavyomzungumzia Djigui Diarra, Musa Kamara, Charles Nwabari, au tunavyomzungumzia mtu kama vile Lonway Williams wa Mamelodi Sundowns. Huyu Yakub Suleiman ni mchezaji ambaye anahitaji zaidi mechi kadhaa kubwa za kimataifa zina ushindani ili aweze kufikia huo ubora. Anakwenda kuwa golikipa namba 1 kwa kipindi hiki mara baada ya Musa Kamara kuumia. Yeye kama mlinda lango tumaini kwenye kikosi kwenye mechi ngumu ya kiushindani kama hii dhidi ya Petro. Kikubwa ambacho wanakihitaji wao wafahamu mashabiki wa Simba ni kwamba Yakub Suleiman huyu ambaye tunamzungumza ndiye golikipa nambari 1 wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye anatumainiwa kwa wakati huu. Hakuna golikipa ama hakuna mchezaji ambaye hafanyi makosa. Wapo watu ambao wamekushafanya makosa makubwa lakini bado wamekuwa wakipambania timu. Kufanya kosa moja sio mwisho wa kufanya kwamba umvue yale yote ambayo wamekwishawahi kuyafanya kwenye michuano mbalimbali ambayo Yakub Suleiman ameonyesha ubora wake. Nitakupa mfano mmoja. Wakati wa national teams mchezo wa robo finali dhidi ya Morocco katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Yakub Suleiman alifanya tunasema ni zile motivation saves ambazo zilikuwa saves za maana kweli kweli. Kila mmoja alikuwa anasema kweli huyu ni golikipa. And then angalia mechi dhidi ya Morocco, hao kufuzu michuano ya World Cup tukiwa kule nchini Morocco. Though tulifungwa bao 2-0, lakini Yakub Suleiman huyu alikuwa ni muhimili kweli kweli pale golini, na ukiangalia bado ana ile confidence. Ni mchezaji ambaye anakwenda kukua. Mashabiki wa Simba kikubwa mshabiki wafahamu kwamba bado wana golikipa ambaye ni anaendelea kukua. Vitu kama hivi wavitegemee sana kwa level yake ambayo ameifikia Yakub Suleiman. Bado ana muda wa kuweza kutengeneza profiles yake kama golikipa, lakini pia kufikia ubora ambao wana Simba wanauhitaji. Kuna mchezaji mwingine Anthony Mligo, ni mchezaji ambaye kiumri ni mchezaji mdogo, lakini kwenye eneo la exposure hana exposure kubwa kiasi hicho cha kwamba anaweza akawa na confidence kama alivyokuwa Mohamed Hussein Shaba. Ni kitu gani ambacho Simba wanapaswa kukifanya walau kumchukua Mligo
aende maybe kwa 70-80 ya kile alichokuwa anakifanya Mohamed Hussein, kwa sababu watu wanaweza wakarecall kwenye hii michezo miwili iliyopita ya dhidi ya Gaborone lakini dhidi ya Nsingizini wakasema alifanya vizuri. Ile ilikuwa ni preliminary round. Sasa hivi tuko kwenye group stage, sehemu ambayo kuna mikiki kweli kweli. Unamuona huyu Anthony Mligo anaweza akafiti na kufanya kitu ambacho wanasimba wengi wanakitaraji akiwa kama replacement ya Mohamed Hussein. Yeah, of course, Anthony Mligo ni mlinzi ambaye ameonekana kwamba ni mlinzi mzuri hasa kwenye maeneo yote ambayo mlinzi wa pembeni anatakiwa awe nayo. Kwanza ni kwenye eneo la kushambulia, amekuwa bora kwenye kufanya zile overlapping pamoja na underlapping. Amekuwa ni mlinzi ambaye anawahi kufika kwenye majukumu yake kwa wakati. Anatambua wakati fulani afanye nini, lakini pia wakati mwingine afanye nini. Unakuja kuzungumza kwamba kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo aliingia kutokea sabu. Nafikiri mara baada ya kuumia kwa Hamza aliingia kuchukua nafasi yake. Mwalimu alifanya rotations kubwa sana pale ya kikosi. Anthony Mligo aliingia. Namna ambavyo alikuwa anafanya marking, nilikuwa nikimtazama, je, atakwenda kufanya nini? Kiumri ni mdogo, inakuwa ni mechi yake ya kwanza ya dabi, mechi yenye pressure, anakwenda kufanya kazi kubwa kwamba alifahamu anakwenda kwenye mechi ambayo ni kubwa, ambayo yeye hawezi kumudu ile kasi ya Pacome Pedro Zouzoua. Afanye nini? Ni akae nyuma huku akiwa anafanya ile tunasema zone marking, akiwasubiri Young Africans wafike. Na mchezaji hawezi kukua kama akiwa anazikwepa mechi kama hizi za kiushindani. Hapa ndiko ambako kutamjenga Anthony Mligo kuelekea mbeleni huko anakokwenda. Akifanya kitu kizuri kwenye mechi kama hii, mechi inayofuatia dhidi ya Stade Malien, atakuwa ni Anthony Mligo ambaye ameshapata exposure na experience ya kutosha ambayo itamfanya baadhi ya matendo yake kiwanjani kuwa bora na sahihi kwa wakati fulani. Simba wanaenda kucheza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, lakini hatujafahamu kama ulivyosema hapo nyuma, hatujafahamu ni nani namba 9, nani mshambuliaji pase ambaye anaweza kaaminiwa kwenda kuiongoza Simba Sports Club kwenye safu ya ushambuliaji. Umepewa nafasi ya kumshauri Dimitar Pantev. Unadhani ni nani kulingana na nature ya mchezo anapaswa kusimama pale juu kuongoza washambuliaji wa Simba? Of course, nitaendelea kutrust mbele ya Steve Dese Mukwala kwa kile ambacho amekifanya msimu uliopita na ambacho ameendelea kukifanya. Steve Dese Mukwala amekuwa ni striker ambaye anajua kupambania kutikisa safu ya ulinzi ya timu pinzani. Tazama namna ambavyo mechi ya hatua ya robo finali dhidi ya Al Masry msimu uliomalizika, mechi ya Benjamin Mkapa, ilikuwa ni mechi ambayo ni do or die. Unasema kabisa kwamba Simba wanahitaji kuforce bao mapema ili waweze kuwatoa kwenye mchezo Al Masry, na ndio ikawa hivyo. Mapema Steve Dese Mukwala anasawazisha, ana level score inakuwa 2-2 na aggregate. Unahitaji striker wa aina hiyo. Suleiman Mwalimu sio mbaya kwenye kuattack, wa Johnson Soa sio mbaya kwenye kuattack, lakini unaangalia namna ambavyo wanacheza, wanaweza kugongana na mabeki kwa sehemu moja ama nyingine. Tunafahamu kwamba mtu kama vile Johnson Soa sio standing striker, ni mshambuliaji ambaye ana kasi, anakimbia, anajua kukava maeneo kwa haraka zaidi. Lakini kwenye mechi kama hii unamhitaji mshambuliaji ambaye anajua kunusa hatari, kwamba mpira huu kutoka kwa mfano kwa mtu kama vile Kibu Denis Prosper anatakiwa asimame wapi kwa wakati fulani. Steve Dese Mukwala amekuwa bora kwa eneo hilo. Yaani kwa ujumla naweza kusema kwamba Steve Dese Mukwala anajua kujipossess na anajua kufunga. Binafsi yangu naamini Steve Dese Mukwala anaweza kwenda kuwa ni regular starter kwenye mchezo mbele ya dhidi ya vijana wa Petro Atletico ya huko nchini Angola. Wekundu wa Msimbazi Simba wanamalizia weekend yao au wanatufungia weekend kwa kucheza na Petro Atletico de Luanda. Young Africans watacheza na timu ya Esfa. Young Africans watacheza na timu ya Esfa. Young Africans leo wanacheza na Esfa Rabat. Mwanzo pia kufunga hichi kipindi.
Simba Sports Club wanatufungia wikendi kwa kucheza mchezo wao ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini usisahau jioni ya leo Young Africans wanashuka dimbani kukabiliana na timu ya AS FAR Rabat. Tukutane hapa kwenye The Golden Boot, mahali ambapo tutakuletea uchambuzi wa kina kuhusiana na michezo hii miwili. Mchezo wa Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat na mchezo wa Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Tutakuja kuona kama ni kushinda au kutokushinda, ni nini kilikuwa sababu nyuma ya matokeo hayo. Mimi ni Lusama Hamisi Lusama, nilikuwa na mwanangu Leopard John, lakini nyuma ya kamera Yusuf Ramadhani Mpuma. Usikose kutufuatilia kwenye mtandao wa Instagram, Facebook, X. Huko kote tunatumia Annual TV, lakini pia unaweza kanipata kwa handle ya L Lusama kwenye mtandao wa Instagram. Till next time, keep watching. This is Annual TV.